Wapendwa, katika masomo yote mawili ambayo tumeyasikiliza sasa hivi, tunapata ujumbe moja kwamba Mungu hutimiza mipango yake kwa kumchagua mtu mmoja. Na hivi tunapata picha kwamba anapotaka kutimiza mpango wake humwandaa yule anayetaka afanye kazi zake. Na hivi wapendwa, tunaona somo la kwanza jinsi Mungu anavyomwandaa Samson. Mama yake alikuwa amekuwa na hali ya kimwili ya kibiolojia ambaye hawezi kupata mtoto. Basi ndio ikawa hivyo, akapata uwezo wa kupata mtoto, lakini akapewa masharti. Elizabeti na Zakaria hivyo hivyo, ndio Yohane kapatikana. Katika masomo yote mawili, kwa lengo la nia ya misa yetu ya leo, tunapata pia fundisho kwamba katika kufanya kazi za kanisa hapa duniani, tunaona jinsi gani Mungu humwandaa mtu wake kwa kazi zake. Na hivi inatupa picha nzuri jinsi gani Mungu anavyoweza kumtengenezea yule pia atakayemtumia uwezo wa kufanya kazi zake. Na hivi tunaona jinsi zawadi kubwa ya kwanza inayotayarishwa na Mungu mwenyewe kumwezesha huyu anayemwandaje afanye kazi zake vizuri. Tunaona ishara ya kufanywa huyu mtu kuwa makazi ya Roho Mtakatifu ili aongozwe na Mungu mwenyewe. Kazi za Mungu zinatimizwa na wale waliokabidhiwa hayo majukumu, waliokabidhiwa hayo majukumu ya kimungu kadiri yeye Mungu anavyotaka. Roho Mtakatifu ni mtendaji, ni mwanga. Roho wa Mungu ni mwanga ndani ya mtu kumwezesha kutambua Mungu anataka kitu gani kifanyike katika kazi yake ambayo anamkabidhi mtu. Wapendwa, tukirejea katika Injili hasa, tunaona jinsi gani kila mmoja wetu ambavyo yuko duniani kwa makusudi ya Mwenyezi Mungu. Haupo duniani kwa bahati mbaya. Uko duniani kwa sababu Mungu amekukusudia wewe uwepo, kwa sababu anataka kufanya kitu fulani hapa duniani kukutumia wewe. Na kuna vipaji ambavyo amekupa na kukutayarishia wewe ili ubaki kuwa wewe peke yako, uzifanye kazi zake. Na hivi kila mmoja wetu hapa duniani ana upekee wake. Wewe uko peke yako. Wewe ni mtu nafsi. Mtu nafsi kwa Kiingereza tunasema person. Ni mtu nafsi ambaye Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake, na kila mtu ana sura ya Mungu tofauti kabisa na mwenzake, na una majukumu yako. Kazi kubwa tulionayo wapendwa, tunapokuwa tumekuwa pamoja kama hivi, ni kumwezesha mwenzetu aishi ile hali yake ya kuwa sura na mfano wa Mungu ili aweze kufanya kazi zake vizuri. Ndivyo wazazi hawa tunavyoona kina Sora na kina Elizabeti na Zakaria walivyopewa hayo majukumu, kumwezesha, kumwandaa na kuwa na huyu, kumsindikiza
ili aweze kufanya kazi zake za Mungu vizuri. Duniani sisi wanadamu tupo kumweneza Mungu moja tu, na huyu Mungu moja anamtaka kila mwanadamu ashiriki maisha yake ya umilele mbinguni, na kila mmoja wetu, hasa baada ya ujio wa Yesu mkombozi pekee wa binadamu wote, kila mmoja wetu anapaswa kuwezesha wenzake kufikia uzima wa kimungu, maisha ya kimungu. Mungu wa kweli ni mmoja tu. Mungu wa kweli ni mmoja tu. Ni mmoja tu. Ni huyu aliyetumba kwa sura na mfano wake. Na kila mwanadamu analo jukumu la kufanya ili sura na mfano wa Mungu uweze kudhihirika kwake na kwa wengine. Na kwa wengine tunaambiwa tuwasaidie. Ndio maana unaona katika somo la kwanza huyu asinywe mvinyo. Mvinyo maana yake asijiongeze Naomba usitembee, ukae tu pale upige picha zako ukiwa umekaa pale. Asijiongeze kupita yale majukumu ambayo anapaswa kuwa nayo. Wapendwa, katika utumishi wa baba yetu Padre Chesko, tunapomshukuru Mungu kuwa naye hapa na anapomaliza majukumu yake hapa kwenda majukumu mengine, hatuna budi kuongozwa na hili neno la Mungu, kutafakari juu ya mwenzetu tulivyokuwa naye hapa. Kila mmoja wetu kwa namna moja nyingine, alikuwa Zakaria, alikuwa Elizabeti, kwa namna moja nyingine, ili kumwezesha mwenzetu atimize majukumu ambaye Mungu alimpangia yafanye hapa katika majukumu aliyetumwa na kanisa kuyatimiza. Na lengo lake la majukumu aliyokuwa nayo fadha hapa ilikuwa kwa kweli kuwezesha kazi za Mungu kutendeka hapa. Kazi za Mungu kutendeka hapa. Na kuwa kwenye sekretarieti ya baraza ni kuwezesha kazi za Mungu kutendeka Tanzania. Mungu yupi? Yule Mungu ambaye tumemjua kupitia Yesu Kristo, yule Yesu wa Nazareti. Ndio Yesu mbeba ukweli, ndio Yesu mbeba amri za Mungu ambazo zinamsaidia kila mwanadamu kufikia uzima wa milele, kufikia maisha ya kimungu, kuungana na Mungu wake milele yote. Kwa hivi mwenzetu alipokuwa hapa, aliyoyafanya alifanya kuwezesha maaskofu wetu katika shughuli zao na majukumu yao, yeye kuwa tu kama chombo ili kufanya yale yatimilike vizuri. Wapendwa, katika kumshukuru Mungu katika tukio hili, mwenzetu anapoelekea kwenye utume mpya, tuvutwe na sisi pia kutafakari jinsi gani pamoja kumsaidia yeye na sisi vile vile tulinufaika kwa yeye kuwepo hapa. Tulipoenda vizuri pamoja, tulimshukuru Mungu, tulifanikisha mengi. Tulipokoseana, tulikaa chini tukarekebisha, tukajionyesha kwamba mwanadamu si mkamilifu, tusameheane mambo yaende vizuri. Na hapa na pale ni kweli kwa majukumu yake hatuna budi kusema pia tuliishi kibinadamu, pamoja kuyalenga yaliyo ya Mungu, lakini tuliishi kibinadamu. Na tunasema baba Padre Chesko, tulisameheana, tulionja huruma ya Mungu kuwa kati yetu. So tulipokoseana tulisameheana, hatukubaki kwenye giza bali tuliingia kwenye mwanga. Kitu kimoja ambacho tunajifunza pia kwa Zakaria, alipoweka alama ya kuuliza kwa wale wajumbe wa Mungu, wale malaika, alipotilia mashaka, umri huu tutaweza kupata mtoto? Elizabeti mzee, mimi mzee. Ambiwa kwa sababu umetilia mashaka hutaongea mpaka atakapozaliwa. Tunachoambiwa ni kwamba, na tunapojifunza ni kwamba, katika mipango ya Mungu lazima tuwe na unyenyekevu wa kuwa wasikivu. Mungu hawezi kukupa kazi na majukumu bila kukuwezesha. Unachotakiwa ni wewe kuwa na moyo wa unyenyekevu,
kusema Mungu anataka